umejenga jambo ambalo ni imara. Lakini ukijenga jambo kwenye uongo, msingi imara huwa ni kweli, lakini uongo haujawahi kuwa msingi imara. Hata kama unaungwa mkono na maelfu ya watu, hata kama unaungwa mkono na wasomi, uongo unabaki kuwa uongo, haramu inabaki kuwa haramu. Lakini kweli, hata kama inaungwa mkono na watu wachache na hawajasoma iza, lakini maadamu ni halali, itabaki kuwa haki mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ili tufanye maamuzi ya kweli, lazima yatoke moyoni. Haleluya. Na moyoni ndiko ambako chemichemi na ndiko vyanzo vya mambo yaliyodhabiti, ndiko ambako vitu vyote vinaanzia. Kama moyoni mwako halimo jambo, hatutakuona unalitekeleza kwa bidii. Juhudi katika kutekeleza jambo kwa bidii na kwa juhudi na kwa ubora linategemea kama limetoka moyoni. Kama limetokea kichwani tu, sio moyoni, hautalitekeleza kwa bidii na kwa nguvu kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kile kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 18 hadi 25. Moyo wa mwanadamu. Leo kuna mioyo kadhaa. Sasa ili litoke kwenye moyo liwe la kweli, litoke kwenye moyo safi, litoke kwenye moyo dhabiti, litoke kwenye moyo mkunjufu. Lakini kuna mambo yanatoka kwenye mioyo ya watu ambao mioyo yao pia imezurika. Anafanya maamuzi kwa sababu moyo wake tayari umeathiriwa na mambo fulani. Ana msongo wa mawazo, kuna vitu vinamtaabisha moyoni mwake, halafu akafanya maamuzi. Inawezekana yakawa sio dhabiti. Unapofanya jambo kwa moyo, fanya kwa moyo mkunjufu, fanya kwa moyo mweupe, hapo ndipo litakapokuwa imara na dhabiti. Kitabu cha Kolosai sura ile ya 3, nitasoma mstari wa 18 hadi wa 25. Biblia inasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Sema, kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Mstari wa 23, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Neno limeombewa. Tunachoangalia hapa, kuna majukumu na wajibu wa familia nzima, tangu mama, mtoto, baba, mtumwa kwa bosi wake na kadhalika, house girl akiwepo, house boy akiwepo, kila mtu ametajwa pale. Katika namna ya kufanya, anashauriwa ushauri wa kwamba afanye kwa unyofu wa moyo, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Ukifanya jambo kwa moyo, huku unamcha Mungu kwa maana ya hofu ya Mungu, huku umemtanguliza Mungu kuwa ni shahidi katika hili nalolifanya, utalifanya kwa moyo wote, maana unamhofia Mungu. Je, Mungu nitamdanganya? Nikifanya jambo kwa moyo, ninafanya jambo la kudumu litakaloishi. Lakini kama unafanya jambo sio kwa moyo, na ndio maana mimi nasema kwamba anayekiri kwa kinywa na kuamini moyoni ataokoka. Kama mtu jambo hilo la kumkiri Yesu au la kumpokea Yesu halitoki moyoni, bado hajaokoka. Unapofanya jambo lakini halitoki moyoni, kwanza utalifanya kwa uzembe, utalifanya kwa udhaifu. Ni ngumu sana kwamba huyu mtu namwamini lakini sio kiivo, sio kitu cha kutoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya mme na mke. Mke anapewa taarifa kwamba amtii mme wake. Tendo hilo la kumtii mme wake litoke moyoni. Na huyu mwanaume ampende mke wake. Tendo hilo litoke moyoni. Enyi wazazi, msiwachokoze watoto, mwalee watoto kwa moyo wa upendo, kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa dhati. Maana yake kama sio kwa moyo, utaona kama watoto hawa ni usumbufu.
hautawapa malezi yaliyo sahihi. Lakini enyi watoto, mwaheshimu wazazi wenu kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapojaribu kukuambia habari ya moyo, moyoni ndiko ambako maamuzi thabiti yanatokea. Lakini mtu akifanya maamuzi yanatokea moyoni, yale maamuzi huwa yanasimama, yale maamuzi huwa yanaendelea kukaa na yanadumu. Lakini kama maamuzi hayatoki moyoni, ni zero. Na siku wewe umeolewa hapo, kwa wewe uliyeolewa hapo, siku mume wako atahama moyoni mwako, hutoweza kuwajibika wajibu wako unaokupasa kwa mume wako. Hutatimiza ya kupasayo kwa mke wako siku akihama moyoni mwako. Lakini kama yuko moyoni mwako, hata kama watu angesema kwamba huyu namuonaje, mbona hata hafanani. Mimi nilivyochumbia, baadaye bi harusi akaambiwa hivi, huyo kaka si miguu yake ni mikubwa sana, unaonaje atavaje kiatu siku ya harusi? Bwana asifiwe sana. Atavaje kiatu siku ya harusi? Jamani, eti miguu yangu ni mikubwa hii? Mbona sasa nimevaa? Bwana asifiwe sana. Lengo ni kutaka kujaribu maamuzi yangu kama yametoka moyoni au yalikuwa tu ya mhemko. Unajua kuna watu unaweza ukatishwa, watu wakasema vitu vibaya juu ya maamuzi yako, lakini hilo ni jaribu juu ya maamuzi ulioamua. Je, yanatoka moyoni? Kama yanatoka moyoni, sio rahisi kubadili maamuzi, sio rahisi kuhama kwenye maamuzi yako, sio rahisi kuanza kuingiza mashaka namna inawezekana kwamba pengine nimekosea. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja anasema ikitokea leo watu wanaambiwa huyo mke wako ni wa moyo wako kabisa, huyo mume wako ni wa moyo wako. Sasa Mungu tu atoe maelekezo kidogo kwamba sasa kama unataka kuendelea naye chagua, au kama unataka uchague mwingine anayependeza moyo wako. Wengine watasema kwamba afadhali nimetua huu mzigo, nimepata neema. Lakini mwingine anasema yani mimi hata iweje wakufa na kuzikana. Huyo sasa linatoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi ukatekeleza wajibu wowote kama sio kwa moyo wako. Ila kama moyo wako umeelekea kwenye kile kitu, umeamua kufanya maamuzi hayo, ndio maana unaweza ukajikuta wito wa mtu kutekeleza kitu uwe wa kutokea moyoni. Leo kuna watu wanaweza tu akawa wanafanya kazi kwa sababu tu watu wanamwambia usikae bila kazi, lakini sio moyo wake pale, kwamba ninafundisha tu kwa sababu ya ajira, lakini mimi sio, kiujumla sio moyo wangu. Kila unachokifanya kwa moyo, tutaona unakifanya kwa ubora, utatoa nguvu zako, utajitoa, utatumia nguvu kubwa sana, na hata mtu akijaribu kuzuia nguvu yako hautamwelewa. Kwa hiyo mabibi na mabwana mlioko hapa, unapofanya jambo fanya kwa moyo mkunjufu, fanya kwa moyo mkamilifu, fanya kwa moyo mmoja, fanya kwa moyo mweupe, na ufanye kwa moyo ulio safi. Habari ya kuona kuolewa lazima itoke moyoni mwa mtu. Na ndiyo maana enyi wazazi, msiwachokoze watoto. Ukimlazimisha mtu kufanya jambo ambalo si kwa moyo wake, hapo umemchokoza mtoto na mkatisha tamaa sana. Lakini kama ni kwa moyo ambao sasa ni moyo upi? Moyo wako unapokuwa na msimamo juu ya jambo, uwe umethibitisha kuwa moyo wako unatumiwa na Mungu au unatumiwa na shetani au unatumiwa na mawazo yako. Kwa sababu kuna watu wengine nakwambia hili jambo hili limetoka moyoni kabisa. Yaani najisikia kabisa moyoni. Yaani anaongea mwenyewe, anajisikia mwenyewe. Maana unapojisikia kuna sauti inatoka mani. Najisikia kabisa. Inawezekana ni yeye tu anajisikia hisia zake mwenyewe, utashi wake binafsi. Lakini lazima uwe umedhibitisha, je, moyo wangu huu unaweza kujaribiwa kufanya maamuzi? Inawezekana kukawa na kitu kingine kikaleta shida kwenye moyo wangu. Lakini moyo wa mwanadamu ndiyo ambao unapaswa kutazama kuwa huko ndiko kuna chemichemi. Na ukishavamiwa moyo, tayari chemichemi badala ya kutoa maji yaliyo safi matamu, unaanza kutoa machafu. Haleluya. Mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Ukimuulizwa anasema ndiyo nimempenda, ndiyo huyu, kwa sababu anasema kilichojaa moyoni mwake. Lakini akisema kitu ambacho hakiko moyoni mwake, hatokiishi, hatoweza kukitekeleza. Kitabu cha Misali kinasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko chemichemi
ndiko ambako zitokako chemichemi za uzima. Maana yake moyo pia unashambuliwa ili mtu afanye maamuzi ya hovyo, kwa sababu ndani ya moyo wa mwanadamu panaonekana ndiko kwenye sosi ya mambo mema. Adui naye anajitahidi kwenda kupavuruga pale. Ndio maana mimi nasema moyo wa mwanadamu na ugonjwa wa kufisha. Wako watu ambao mioyo yao ilijeruhiwa, mioyo yao ina ugonjwa, mioyo yao ina shida. Maamuzi ya moyo ambao tayari una majeraha, sina hakika kama ni maamuzi sahihi, lakini huyu mtu anapaswa kusaidiwa moyo wake ufike viwango vya kufanya maamuzi ya busara akimtazama Mungu. Fanya kwa moyo mnyofu ukimcha Mungu. Kuna watu wanafanya kwa moyo lakini hawatazami, je, Mungu katika hili inakuaje? Lazima ufanye jambo kwa moyo. Tukifanya jambo kwa moyo lolote, tutaona mafanikio makubwa. Nisome kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 31 mstari wa 21. Usifikiri tunafundisha wana ndoa peke yao. Hawa wao hata ukisema sana saa hizi nafikiri wanapokea, lakini wewe pia unapaswa uelewe kitu, kwamba siku moyo wako ukihama kwa mkeo, siku moyo wako ukihama kwa mmeo, na uangalie sana mme, usije ukafanya moyo wa mke wako ukahama kwako. Maana yake akafika mahali moyo wake haukuamini tena. Maana yake mmeo ikafika mahali moyo wake haukuamini tena. Usifanye mambo ambayo yatampelekea mme wako asikuamini tena moyoni mwake. Usifanye mambo yatakayomfanya asikuamini mke wako. Tayari utakuwa umeharibu maendeleo ya kazi ya safari ya ndoa yako. Lazima moyo wako uhakikishe unalinda na kutunza ile hali ya kuendelea kuaminiwa na moyo wa mwenzako, ile hali ya kuendelea kuaminiwa na watu wanaokuzunguka. Tunza thamani hiyo. Moyo wako usije ukahamishwa na vitu kwa kuvutwa na tamaa mbalimbali, ukajikuta umepoteza kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama jambo limetoka moyoni, jua linaweza kujaribiwa. Msimamo wa mtu ambao uko moyoni mwake lazima ujaribiwe. Hakuna msimamo usiojaribiwa. Utakuta ule msimamo umejenga moyo wako pale, lakini lazima utajaribiwa. Je, utatia wasiwasi? Utatia mashaka? Lazima uendelee kusimamia kila ambacho kimetoka moyoni mwako, ukiwa unajua kwamba nafanya kwa unyofu wa moyo, lakini namwangalia Mungu, namcha Mungu. Hata ingetokea kuna mazingira ya kutaka kuharibu moyo wako juu ya huyo mtu, utamwangalia Mungu. Mungu, naomba usimamie kesi hii iliyoko hapa inayotaka kuharibu imani yangu juu ya huyu mpendwa. Ukisema una imani na mtu na wakati moyo wako haumwamini, hauna imani naye. Ukisema unamwamini Yesu lakini moyo wako uko mbali naye, anasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo tu lakini mioyo iko mbali. Maana yake moyo ndio uliopaswa utoe heshima ya kweli, utoe thamani ya kwamba huyu mtu namthamini na mheshimu, itoke moyoni. Baraka anaposema anamtambua huyu, wanatumiaga lugha za Kinyiramba kwamba huyu ni everything to my life, kwamba kila kitu kwake, si ndio? Sasa wewe ukasema kila kitu kwako kama sio kitu kinatoka moyoni. Lakini kama kinatoka moyoni, unaweza ukasema hivyo kwamba huyu ni kila kitu. Hiyo ni mitazamo ya Kinyiramba, lakini ukweli nabaki, Mungu ndio kila kitu kwako. Haleluya. Na ukitaka ndoa yako iwe na heshima, heshima ya kwanza ama uchaji wako, umche Mungu kwanza, alafu utaona yeye anaingilia kati kusimamia ndoa yako. Wewe mme wa kwanza ni Mungu. Ndoa yoyote ikitanguliwa na Mungu wakawa wa kwanza, alafu ndiyo sasa nafasi ya mwenzako inafuata. Usiweke mke wa kwanza wala mme wa kwanza, Mungu awe wa kwanza. Sasa mchungaji anaanza kusemaje? Tutawaacha wote. Mtawaacha wanadamu lakini sio Mungu. Mungu wa kwanza, alafu baadaye rafiki yako, mpenzi wako huyo na huyo mkeo, mmeo. Lakini wa kwanza nani? Ndio maana unapofanya kitu kwa moyo, huku namtazama nani sasa? Nikifanya vibaya nitahukumiwa na Mungu. Nisipotekeleza yanipasayo, hukumu ya Mungu yaningoja. Ndoa ni kitu kizuri sana. Ndoa ni paradiso, inategemea tu. Lakini inaweza kuwa jehanamu, inategemea tu. Yote yanategemea. Kuna watu wanatamani kuingia kwenye ndoa na kuna watu wanatamani kutoka kwenye ndoa. Nasema yani, dereva simamisha gari, bora nishuke, nimechoka, si ndio? Lakini kuna watu kabisa wana kiu waingie kwenye ndoa, kama akina Baraka. Haleluya.
Yaani kama tunawachelewesha kwamba mzee ungefupisha kidogo halafu tumalize. Lakini nataka nikwambie ili ndoa iwe bora sasa, ni lazima upate uelewa kuhusiana na ndoa. Ndoa lazima iwe imeandaliwa vizuri. Msingi wa ndoa, unakutana migogoro mingi ya ndoa leo. Kumbe tu moyo wa mtu ulishahama. Hata kama ungemshauri, hata kama watakama baraza wa babu na nani, walete na sungusungu, walete na barozi wa mtaa, waende na kwenye baraza la mahakama ya mwanzo kwenda kushauriwa, waende na kwenye ustawi wa jamii, lakini moyo ukishahama mahali, umehama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Atafanya tu kwa sababu ustawi wa jamii walisema, nafanya tu kwa sababu bamko alinishauri, nafanya tu kwa sababu mchungaji alitukemea sana. Sio hivyo. Afanye kwa moyo kama kwa Bwana. Haleluya. Na ndio maana mtaalamu wa kukuchagulia ama kukuunganisha, anayechagua ni Mungu na anayekuunganishia ni Mungu. Ndoa inaunganishwa na Mungu. Fanya kwa moyo, maana unajua imeunganishwa na nani. Kama kuna wajibu wa mume kwenye ndoa yake ama wa mke kwenye ndoa yake, afanye kwa moyo, akijua aliyewaunganisha ni Mungu wala sio mwanadamu. Haleluya. Sio kwa kuogopa wanadamu na macho ya wanadamu akafanya yasiyopaswa juu ya ndoa, lakini afanye kwa moyo wa dhati, akimwangalia Mungu ndiye aliyetuunganisha, na shahidi wa kwanza wa ndoa ni Mungu wala sio mwanadamu. Kwa hiyo akiwa Mungu ndio mshahidi wa kwanza wa ndoa, unapofanya wajibu wako kwenye ndoa, fanya kwa moyo. Unapotafuta mke, unapotafuta mme, utafute kwa Bwana, maana mke mwema anatoka wapi? Sasa kama anatoka kwa Bwana, lazima moyo wako ujielekeze kwa Bwana kwa moyo wako wote, kumtafuta Mungu akudhihirishie, akupe mke, akupe mme. Sio kwa sababu babu amesema au mjomba amesema, maana yake litakuwa halitoki moyoni, linatoka kwa babu. Mungu anasema na mioyo ya watu. Akitaka kusemesha kwa habari ya safari ya maisha yako, anasema na moyo wako. Ila moyo wako umekaaje mpaka Mungu azungumze nao? Kama umejitakasa, uko safi, moyo wako ulio safi, atakusemesha. Na ndio maana mabinti na vijana wanaotaka Mungu awatendee muujiza, mioyo yao ikaguliwe. Je, mioyo yao imejaza nini? Wameficha siri gani ndani ya mioyo yao? Wanataka Mungu atende muujiza, lakini saa hiyo mioyo ya vijana hawa haina amani mbele za Bwana. Hawana ujasiri wa kumkabili Mungu, kumwambia, maana dhambi zinaendelea ndani ya mioyo yao. Bwana asifiwe. Na inawezekana hata sasa simu yake ina password kama 800 hivi, kwa sababu anajua mtu akiichukua hata kwa bahati mbaya ni ajabu sana. Lakini kama ni kwa siri zinaendelea, kwa taarifa, hakuna siri yoyote iliyoko ndani ya moyo wa mwanadamu isiyojulikana mbele za Bwana. Na ndio maana ili sasa Mungu atende kitu kizuri kwako, hakikisha moyo wako uko safi, hakikisha umetakaswa, hakikisha hakuna kitu kisichofaa ndani ya moyo wako. Na ukigundua kuna kitu kinaonekana ni ugonjwa wa kufisha kwenye moyo wako, tubu dhambi, weka mambo yako vizuri, alafu Mungu atakupa neema ya mbaraka juu ya kile unachohitaji. Wengi wanatamani Mungu atende miujiza, lakini ukifungua mioyo yao, ambako ndiko chemichemi, mioyo yao haimvuti Mungu kuja kuwatembelea. Mungu anatembelea kila mmoja ili amhudumie, lakini kiwe kitakatifu kituo chako ambacho ni moyo wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Moyo wa mwanadamu unapokuwa umependa kitu, upendo utasukuma kujitoa, kutumika, kufanya wajibu, kutekeleza kupasayo. Kwenye Biblia kitabu cha Efeso kuanzia sura ile ya 5 mstari wa 18 mpaka 30 utajisomea. Lakini kwa ufupi ni kwamba Yesu ni kichwa cha kanisa. Yeye analipenda nalo linamtii. Na kama yeye analipenda, anayependa kitu kwa moyo anajitoa kwa nguvu zote, anakijali hicho kitu anachokipenda. Kwa hiyo unaweza ukasamehe, unaweza ukamvumilia mwenzako, unaweza ukamchukulia, endapo tu moyo wako unampenda. Haleluya. Leo mtu hawezi kumchukulia mwenzake kwenye udhaifu alionao, kwa sababu moyo wake haujampenda. Ukipenda kitu utaweza kukigharimia, utatoa gharama, utakihudumia. Hata ukarimu unapoufanya,
unaufanya ukarimu ukiwa unatoka moyoni. Kama unamfanyia mtu ukarimu lakini sio kwa kumpenda toka moyoni, basi inawezekana unamlisha sumu au una jambo lako. Lakini kama ni moyoni kabisa kwa dhati, basi lazima tuone kwa moyo wako wa dhati unampenda, unamheshimu. Baraka, kama unampenda Jacqueline, maana yake utakuwa tayari kujitoa. Hutakubali avunjiwe heshima na wewe ukiwepo. Utamlinda, utamtunza. Utaona thamani yake ni ya muhimu mno kwako. Na wewe uko tayari hata kumvumilia. Uko tayari kumsamehe na kusahau. Ila ukisema na nimekusamehe lakini basi tu, mimi na wasiwasi na hilo basi. Inawezekana nimebeba abiria au lina mizigo. Namsamehe lakini basi tu, hilo basi lina abiria au lina mizigo kwenye buti. Ukimsamehe unasamehe kabisa kwa moyo wote. Haleluya. Bwana asifiwe. Na utakuwa mnyenyekevu kwake. Kama unakipenda kitu huwezi ukaonesha jeuri na kiburi na kumuumiza mwingine, maana moyo wake ni kama moyo wake. Haleluya. Lakini Biblia inasema mwanamke atatii mume wake. Anamtii endapo huyu naye anamwonyesha upendo wa moyoni, naye huyu ataachilia utii kutoka moyoni. Lakini kama unaashiria kumpenda kwa mdomo tu lakini sio kutoka moyoni, naye anaweza akakujibu, utajibiwa kile kile, atatenda kile kile ulichompimia. Anaweza akawa na kutii nidhamu tu ya woga lakini sio kutoka moyoni. Sio maamuzi ya kutoka ndani. Sasa mtu mwingine ukiwa kwenye ndoa, kuna mambo ambayo yanakupasa mwanamke, usiwe ngangari. Bwana asifiwe sana. Sasa ukikuta wewe umekuwa ngangari na mume wako naye anakuwa ngunguri, zinakutana ngangari na ngunguri. Huyo hataki kutii, naye ni ngangari. Huyu naye sema mimi ndio kichwa, ngunguri. Ngangari na ngunguri sasa zinaanza kugongana. Nyumba kuna waka moto. Lakini kama watu hao wanafanya hiyo, ndoa iko pale kwa moyo wa dhati. Kama kuna jambo nataka kuingilia maamuzi yao au kuharibu ndoa yao, watashirikia kwa kumtazama Bwana. Lakini watakuwa tayari kukaa pamoja, kusikilizana, kuelewana na kuambatana. Hamwezi mkaambatana kama hamsikilizani. Hamwezi mkaelewana kama hamjasikilizana. Mkisikilizana, mnaelewana, halafu mnapatana kwenye jambo moja. Sasa unakuta wengine hata tu mazungumzo hayapo. Hawezi kusemeshana. Ni kama alishahama moyoni mwake. Yaani kusemeshana kwao ni kwa ajabu kidogo. Unajua ndoa huwa ni taasisi ambayo ina bunge, ina meza ya mazungumzo. Mnakaa, mnapanga, mnajadili pamoja. Ikifika mahali shetani anapiga ile meza, inaharibu kabisa meza. Hakuna mazungumzo. Bwana asifiwe. Na kama mtu unampenda kwa moyo wa dhati, mkiwa mnazungumza naye, si unamtazama uso kwa uso. Baraka, hebu mtazame hapo Jacqueline. Tazame tu. Ni wako wako baba. Baada ya dakika chache, Jacqueline mtazame Baraka. Chene. Sasa Baraka unatazama afu umetazama kwingine. Hayo mtazame. Asante. Sasa ungekuwa na mke wako karibu hapo, yaani ukiangalia tu unavyotazamana unaona kuna shida. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unapozungumza naye unayempenda, mnatazamana kwa macho. Lakini hii ya kwamba ba fulani, wewe ongea tu, ninakusikiliza. Kuna shida hapo. Moyoni hayuko. Kama alikuwa na shughuli zake, kama ni jambo la moyoni kabisa, mama na baba anatokeza. Babu na kapime tu kama moyo bado uko na 100%. Unajua pia moyo ulikuwa na 100% ngapi? 100. Sasa inawezekana upendo wako umeupa 100% ngapi kwa mmeo, kwa mkeo? Zimebaki ngapi? Wengine zimebaki 0 point kadhaa. Kwa sababu mioyo imehama. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mke mwema anaaminiwa na mume wake. Moyo wake humwamini.
moyo wa mume wake humwamini, na ili aaminiwe mwanamke moyo wake, kuna sifa alizokuwa nazo. Anafumbua kinywa chake kwa hekima, ana adabu katika mazungumzo yake. Moyo wa mmewe humwamini. Kwenye kitabu cha Misali 30, ukisikia moyo wa mmewe unamwamini, usifikiri tu unamwamini. Kuna mambo yanapelekea moyo wa mme wake uendelee kumwamini. Na wewe uliaminiwa, ndio maana uliolewa. Uliaminiwa, ndio maana mtu alikubali umuowe. Sasa alipokuamini, usivunje hiyo imani yake. Moyo wake usiuingizie mashaka na wasiwasi. Ndoa itakuwa imeharibika kuanzia hapo. Siku mtu moyo wake utahama kwa rafiki yake, urafiki umeisha. Lakini kama bado moyo wake upo, hata kama atasema rafiki yako alikuwa anakusema vibaya sana, yaani kama ungejua huyo sio rafiki, ni mtu mbaya, we ishi hapo. Mimi sijayathibitisha, kwa hiyo usinisumbue. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo mingi inaanza kuingia mashaka tu kwa kusikiliza maneno. Kwa hiyo mwanamke mzuri ambaye ni mke mwema anatajwa na Biblia ana sifa gani? Tuone kwa ufupi sana. Kitabu kile cha Mithali sura ya 31 mstari wa 10. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mmewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Mme wako akikuamini, utakoswa kufanikiwa. Haleluya! Moyo wa mme wako kama utaendelea kukuamini, mwanamke, utafanikiwa sana kwenye ndoa yako. Na wewe baba, moyo wa mke wako kama ataendelea kukuamini, na wewe hutakoswa mapato. Hutaacha kuamini, hutaacha kufanikiwa. Ndio maana mimi nasema kwamba enyi waume, muishi na wake zenu kwa akili, msije mkawavunjia heshima au na namna gani, msije maombi yenu yakazuiliwa. Maana yake nini? Maombi yenu yatazuiliwa, maana yake hamtafanikiwa. Moyo wako endelee kumwamini mwenzi wako, ndipo mtafanikiwa familia hiyo. Mke ambaye anafanikiwa anaaminiwa na mme wake. Unapofanya mambo ambayo mme wako hata kuamini tena, unazuia mafanikio kwenye familia yako, unazuia maendeleo kiuchumi, unafelisha mipango ya maendeleo. Hata kama alifikiri kujenga, alifikiri kufanya maendeleo, moyo wake unabaki njia panda, kwamba sasa hapa bado mke wangu hajajipanga, kwanza siwezi kutekeleza haya na haya, nilikuwa nimekusudia nifanye haya na haya, lakini namuona kama mke wangu hajatulia bado, ngoja nimwache kwanza, endelea na ratiba zangu. Haleluya! Tunza sana hiyo samani ya kuaminiwa, na adui atatumia watu kuja kuvuruga ile hali ya kuaminiwa. Anaweza kusingizia. Unajua, unapokuwa na jambo jema, wambea wapo. Sema wambea wapo. Watu wambea wapo. Kuna bwana mmoja alitaka kutengeneza kitu cha karibu na ukweli. Alivyosikia tu kwamba fulani amechumbia kijiji fulani, akafunga safari, akaenda ujirani na ile familia, akaulizia kwa pale walipochumbia wale watu wa kule, nawafahamu sana, ni pale. Alivyoenda pale akawauliza, kwanza akawapa hongera, hongereni sana, mimi natokea kijiji fulani, tunafahamiana sana, wale watu waliochumbia hii familia ni ndugu zangu wa karibu sana, na mimi nimepita mazingira nikasema niwasalimie kidogo. Eti ni vibaya kuwasalimia? Hapana, ni vizuri. Basi najua mtakuwa majirani zetu, binti yenu atakapoolewa kwetu, lakini nataka niwaambie kitu fulani. Yule kijana anayemuoa huyu binti ana tatizo. Tatizo alilonalo, wana uchawi fulani, huwa wanawashika watu mgongoni. Akikushika tu siku ile tumefunga ndoa, anakushika mgongoni, umekwisha. Mimi nawapenda, nikaona ninong'oneze yako, lakini msije mkavunja uchumba wenu, lakini naomba tu kwamba mvumilie. Ila kama litaonekana hilo jambo anataka kufanyiwa binti yenu, awe makini tu siku akifunga ndoa. Kama hivi leo tukimaliza kufungisha ndoa, sasa Baraka awe makini sana, binti awe makini sana. Ikitokea mume wake anataka kuleta mkono kule nyuma ya mgongo wake, mwanamke afanyeje? Ashituke sana hilo jambo. Ikiwezekana hata avunje kabisa hiyo ndoa, maana tayari kifo kitakuwa kimehesabiwa kwake. Basi sawa, tunashukuru. Akafunga safari tena, akaenda kwao na mwanaume. Samahani, katika kuzunguka kwangu kote huko, na mimi ni mzurulaji kweli,
Nikafika huko nikaambiwa umechumbia kwa fulani. Lakini kijana amefanya vizuri, maamuzi yake ni mazuri, hongera sana. Lakini mimi ni wanaoneza kitu. Haya maombea bwana, na mimi nimepata tu kwa watu wenyeji. Kuna mtu anasema yeye aliwahi kuoa kwenye ile familia. Ile familia ni wana shida, huwa wana mwiba hapa mgongoni. Sasa huo mwiba huo unapelekea mwanaume anakufa baada ya miezi tu michache. Ukioana naye kama atakuwa na ule mwiba, basi hautadumu. Mimi nawaambia kabisa. Sasa cha kufanya mwanaume, msije mkafuruga mambo haya, maana ameshaendelea. Mwanaume umakini tu, hiyo siku ya harusi, baada ya harusi umkague binti huyo, uone kama huo mwiba upo. Ila kama utakuwa upo, hata uvunje ile ndoa. Mimi na wasiwasi sasa, maana nimeambia kabisa wana mwiba. Naomba huyo yeye atakuwa hana, ila kwa dada zake wanao. Kwa hiyo we makini sana. Uhai wa mtu haununuliwi dukani. Bwana asifiwe sana. Huyu naye ameambiwa ukiona mkono unakuja. Huyu ameambiwa lazima ukague ule mwiba mgongoni. Eti kuna ndoa hapo. Kwa sababu lazima huyu naye ataenda akague. Huyu naye lazima atazuia nisikaguliwe. Maana ameambiwa akikushika tu mgongoni, kuisha habari. Wambea wapo. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana maamuzi yako yawe yametoka moyoni. Amini imani yako imejengwa, lakini Mungu ndiye amehusika kusaidia katika kumwamini huyo mtu. Moyo wako uwe na maamuzi ambayo Mungu ameyaachilia. Haleluya. Kwenye moyo wako, sio yaliyoachiliwa na watu. Watu wataleta mambo yao, lakini kama jambo limetoka kwa Bwana. Kuna mtu mmoja anaitwa Samson, alipata ujumbe kutoka kwa Mungu akaoe kwa Wafilisti. Aliopata ule ujumbe kwa Wafilisti, anaenda Timna. Wazazi walimkatalia sana kwamba wewe haiwezekani kuoa Misri, unaoaje Misri na kwenda kuoa kwa Wafilisti? Haiwezekani kuoana na hao Wafilisti. Sisi ni Israeli, hao ni wapagani. Unaendaje kuoa kwa kina Goliati? Haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Lakini hawakujua kuwa jambo hilo limetoka wapi? Kwa Bwana. Huyu kaka moyoni mwake limejaa sana hilo jambo. Huwezi kumbadilisha kwa maneno yako. Akasema mimi nakwenda huko. Nipeni huyo nimempenda. Alivyoendelea kukatokea na vikwazo njiani. Akatokea simba kaunguruma. Simba akamungurumia njiani ili asitishe maamuzi ya kwenda kuoa. Alivyoungurumiwa na simba, Roho wa Mungu akaja juu yake, akamlalua yule simba, akamuua. Alafu akaendelea safari yake. Kuna watu wanaweza kukutisha njiani, lakini kama maamuzi yanatoka kwa Bwana au maamuzi yanatoka moyoni mwako yamethibitishwa na Bwana, usikate tamaa, usizimie moyo. Hata kama mume wako angesemwa vibaya kuliko maelezo, au mke wako angetajwa vibaya, akashindiliwa ubaya wa kila namna, akavalishwa kila vazi baya, kama limetoka moyoni, endelea na ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili mke sasa endelee kuaminiwa, anafunua midomo yake kwa hekima. Kwa nini? Kwa hekima. Kuna ndimi korofi sana zinawafanya watu kukata tamaa. Mimi nimetembea mikoa kadhaa, lakini kuna mkoa fulani niliwafurahia. Wao wanapenda kumwambia mtu, hata kama tu hivi nimesimama hapa, au mtu ametoka tu alikuwa amezunguka senta amerudi, akirudi wanamwambia pole baba. Wanasife sana. Ila huku mikoa ya kwetu ya Kinyiramba huku, mtu ukisikia unaambiwa pole, basi ni msiba. Yaani mume wako ametoka kazini amechoka, lakini pole hamna. Ila ukisikia pole huku mikoa ya Kinyiramba huku, basi kuna msiba. Ila kumwambia mtu pole sio desturi yao. Wanasifiwe sana. Wangapi ambao huwa wanawaambia umezao pole? Ukisikia pole mpaka unashtuka. Kwa nini? Kuna taarifa zozote mbaya? Lakini kuna mikoa fulani nilikuta, yani pole ni swala la kawaida. Unamtia moyo. Bwana asifiwe sana. Unamsemea vizuri mwenzako. Kuna baba mmoja, unajua wanaume ni wepesi sana kutekwa na maneno tu.
anaweza akahama nyumbani kwa sababu ya ulimi mkorofi. Biblia inasema kwamba afadhali kukaa nyikani kuliko na mwanamke mgomvi. Hambo hakika kumatogolo kutinda kuikana na nkema nyombo. Bwana asifiwe sana. Makelele hayaishi, lawama haziishi. Unamvunja moyo. Kila wakati unamsingizia, unamlalamikia, hakuna hata moja la kumpongeza kweli. Bwana asifiwe. Moyo wake uendelee kukuamini na wewe kuna vitu nafanya. Sifa zitakazopelekea uendelee kuaminiwa. Kauli zako zikoje juu ya mwenzako? Kuna baba mmoja, wapendwa, wanaume wao, unafikiri wana nguvu basi wanaume kwenye akili yao? Haleluya. Wapo wataniponda mawe hapa, wacha nisiseme. Alienda shambani. Alipokuwa shambani anapambana, akarudi by saa 8. Mama alipomwona kwa mbali, mama akaingia ndani. Akawakusanya watoto sebuleni. Mnaona baba yenu sasa hivi. Paka sasa hivi anawahangaikia ninyi. Ikionekana mtoto anadhalau baba yake, hatutaelewana. Ona mpaka sasa hivi baba yuko shambani. Anapambana kwa ajili yetu, anatupenda, anatujali. Nisije nikaona mtoto anainua kinywa vibaya juu ya baba au anatumwa na kaidi hapa. Baba akasikia mpaka akafika, mama anaendelea kupamba watoto wake. Anamsemea vizuri nani? Lakini huku wengine ele semuli yongate ho. Sasa wao Wasukuma wa sasa hivi ukisema le semuli, kwanza watoto hawajui si. Eti mnajua semuli kweli? Hawajui. Alikoso. De nini sasa? Mimi sijui. Nikafikiri unaniambia baba yangu yuko kule nyumbani. Kama ni baba sawa, lakini ukisema majina mengine mimi najua baba tu. Hayo mengine siyajui majina. Sasa mzee aliposikia hiyo sera inazungumzwa na mama pale, akanyatia dirishani taratibu. Mama anaendelea kutoa maneno mazuri kuhusu mume wake. Mzee akatembea pole pole, akarudi na jembe lake, arudi. Kama napongezwa hivi sasa nirudi. Akarudi shambani. Alikuja saa 12 jioni. Saa 12 jioni akajioverdose. Wewe ujui tu namna ya kumkamata. Anatulia kabisa. Moyo wake unaendelea kukuamini. Haleluya. Lakini mwanamke ukiwa na moyo, ukiwa na ulimi mkorofi. Misali 15 inasema kuna ndimi korofi ambazo unakuta kabisa, yani kakifungua kinywa anatamani. Ni kweli wanawake wana maneno mengi. 2500 kwa siku, wanaume 1250 au 1000. Ni nusu ya maneno. Haleluya. Sasa katika maneno yake mwanamke mengi hayo, atahitaji sana muombe Mungu ampe lijana kwenye kinywa chake. Yaani liwe ombi lako mama. Yale unayotoa yawe ya busara. Haleluya. Amen. Umombe Bwana akupe lijamu kwenye moyo wako, kwa sababu kwenye ulimi wako unaweza ukajikuta unapoteza vitu vya samani. Maana kwa sababu ya kutokuwa na ulimi uliotulia, utamvunja moyo mume wako. Wengi hatamani kabisa aende nyumbani, atakuja wakuta wamelala, kwa sababu mama kauli zake ni ngumu sana. Ulimi wa mwenye hekima, ile Misali 15. Jawabu la upole ugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Ukorofi wa ulimi unafanyaje? Hata hujafanya mabaya, shida tu ni ulimi tu. Unamvunja moyo mwenzako. Kauli zako tunazozungumza mbele yake. Bwana asifiwe sana. Yaani ukitaka kumvunja moyo huyu baba, wewe kauli zako tu. Ile ukitaka moyo wake uendelee kutiwa nguvu, maneno tu. Tamkie tu vizuri. Mjibu tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ni wapole sana kanisani, nyumbani sasa hatari kabisa. Yaani unapokuwa kanisani una lugha mpaka inabadilika kama ile ya kule Vatican. Sio kama mnaifahamu. Lugha ya Vatican inakuwa ya taratibu, lakini ukitoka kumbe hata sauti yako yenyewe ya kukwaruza.
Usiwe hivyo, kitoke kitu moyoni. Aliaminiwa huyu dada, kwanza hakuwa mvivu, hakula chakula cha uvivu, alikuwa mkarimu, anajali mume wake. Watu mpaka wanaulizana huyu baba ni wa wapi? Ni kwa sababu mke wake alikuwa anajituma, anaamka mapema kabla hakujapambazuka. Bwana asifiwe sana. Huyo ni mwanamke ambaye anasifiwa na Biblia, alikuwa ni mwanamke bora, mwanamke mwema. Lakini mwanaume, ili kusudi ujae kwenye nafasi yako, unahitajiwa kujua kwamba unapaswa mpende mke wako na kujitoa na kugharimika kwa ajili yake na kutunza heshima yake. Wengine watu utawaacha, lakini yeye utamjali. Kwenye nafasi ya mke wako asiingilie dada yako, asiingie kwenye nafasi hiyo akaja hapo shangazi. Bwana asifiwe. Nafasi ya mke wako ibaki moyoni mwako. Hata kama angesema vibaya wakamshushua, unawambia break. Timiza wajibu wako kwa mke wako, moyo wake utaendelea kukuamini. Uwe mwaminifu kwenye ndoa yako, moyo wake utaendelea kukuamini. Mabibi na mabwana mlioko hapa, changamoto kubwa ya ndoa zenu, ama shida unayoiona kwenye ndoa, shida ni mioyo ya watu. Kwa mfano, ukimkuta mtu anamwambia mtu anaomba kitu kwake, naomba unipe hicho kitu mama fulani, ongea, eti shida ni mdomo. Au ukimkuta anamwambia si maji yako hapo kayachukue tu na wewe ukaoge, eti shida ni mguu. Akibinua mdomo, shida ni mdomo, ni moyo. Bwana asifiwe sana. Usiwe na uchungu moyoni mwako juu ya mke wako. Biblia inasema enyi waume msiwe na uchungu nao wake zenu. Kama kuna jambo linatatiza, linakufanya kukosa amani, tengeneza, kaa pamoja, msameheane, halafu yaishi, baadaye mwende mbele. Usisafiri na uchungu, mzigo mzito sana kwenye moyo wa mtu. Kubaki na hasira, kubaki na uchungu, kubaki na ghadhabu, kubaki na chuki moyoni ni mzigo mzito sana. Moyo huwa haustahimili kubeba. Moyo wako uachilie yale ambayo umeumizwa. Pengine kuna vitu vidogo vidogo tu, lakini usiruhusu mambo hayo yakaendelea kuiharibu ndoa yako. Moyo wako urudi kwenye kumpenda mume wako. Ndoa yako ifufuke leo na urudi tena upya kumpenda mke wako, kumpenda mume wako. Na nisikie vigelegele na makofi kwa wanandoa. Makofi na vigelegele kwa wanandoa. Ndoa ifufuke. Muulize jirani yako, moyo wako ni asilimia ngapi kwa mwenzi wako? Umebakiza asilimia ngapi kwake? Moyo tu. Yaani kama moyo utahama, mimi nakwambia sasa hakuna ndoa. Hata kama utajaribu unafanya kile unachotekeleza, hata kama ni wajibu wako wa msingi, unatekeleza tu ili mradi. Tunaomba hela ya matumizi. Hiyo hela ilienda wapi nyingine? Sina hela kabisa. Moyo tu ulishahama. Bwana asifiwe sana. Mbona sasa alikuwa anakuja na kazawadi, anakuja na kapipi ivory. Sasa leo mbona haji na kapipi ivory? Moyo umehama. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu moyo wako uko pale, hata kama una hali ngumu, una hali tu kidogo, unajibalance, hata kazawadi kadogo unapeleka, si ndio? Kwa sababu ni moyo wako uko pale. Hazina ya mtu ilipo na nini? Sasa kama moyo ulishahama, hakuna kitu pale. Baraka hazina yake sasa anawekeza pale. Bwana asifiwe sana. Jakirini naye moyo wake utakuwa kwa mume wake. Akiugua wameugua wote. Hawezi akasema mume wangu ameugua, basi shauri yake. Hapa kuna shida, moyo hauna, kuna shida hapa. Mtu moyo wako ulishahama kwa mke, ama ulishahama kwa mume wake. Naumia hapa. Inabidi aingie hata kwenye maombi ya kufunga baraka, maana mke wake mbavu zinauma. Bwana asifiwe. Kwa sababu moyo wake uko pale. Lakini kama moyo wake haupo, jikaze. Anajikaza vipi anaumwa? Hata ubebi uchungu. Mimi bwana sijisikii vizuri. Ngoja leo nikupumzishe, pumzika, mimi nitapika mwenyewe. Ngoja nikufanyie makaange. Haleluya. Lakini kama moyo haupo, sisi tuna njaa. Wewe kila siku unasema unaumwa tu. Sisi tunataka kula.
huyu jamaa moyo wake hivi huko kwa mke wake, anamthamini, anampenda kweli, ni wa thamani kweli. Kama ni wa thamani, angeweza kumsaidia, atamtia moyo mahali ambapo amepata changamoto, amepata hasara kwenye kazi zake, atamwambia pole mume wangu, Mungu atatusaidia tu, tunaendelea kukuombea baba, mambo yatakaa sawa. Haleluya! Unakuwa mfariji wake, unakuwa mtia moyo. Na ili uwe msaidizi mzuri, lazima uwe mtu muombaji, lakini lazima uwe pia ni mtu mwenye imani kubwa sana juu ya ndoa yako. Watu wengi imani zao haziko tena kwenye ndoa, wana mashaka. Moyo wako usihame kwenye ndoa yako, kwa mume wako. Moyo wako uendelee kukaza kumpenda, na moyo wako uendelee kukaza kumwamini. Usije ukaingiza mashaka. Wanaotaka kukutia mashaka juu ya mkeo, juu ya mmeo, angalia sana, yamkini hawa ndio wambea wanaosema mke wako anamwiba mgongoni, na ndio hawa wanaosema mwanaume akikugusa mgongoni tu unakufa. Waangalie sana watu wengine hawafurahi kuwaona mnaendelea vyema, wanaweza wakaingiza vitu visivyofaa. Usiruhusu mambo ya kufanya ndoa yako iharibikiwe. Acha uzinzi, acha michepuko. Wengine wasema michepuko sasa hivi ni dili la kuwapeleka watu wapi sasa? Ukilipata hilo dili, basi linakuongoza mpaka jehanamu. Azinie na mwanamke hana akili. Jamani, mtoto tunamalizia. Azinie na mwanamke hana. Unajua kuna watu hawana akili, kuna wengine hawana akili kabisa. Sasa kama ni kabisa, hana akili hata ile ndogo, hamna kabisa, zero, empty. Usiingie kwenye mtego wa kuharibu ndoa yako kwa kuanza kufanya uzinzi. Biblia inasema kwamba malazi yawe safi, uasherati na wazinzi motoni. Ndoa na iheshimiwe. Itaendelea kutunzika thamani ya ndoa kama wao wanaithamini na kuiheshimu, na wao wanaendelea kuitunza vizuri na kuendelea katika maadili ya ndoa hiyo. Ndoa ni takatifu, sio kama vile ndoa ya mtu tu anapitiana barabarani. Mtu huyu anamthamini, maana hajamokota baba, ameomba kwa Bwana na anatambua thamani yake, anamjali, anamtunza. Kwenye ndoa inaweza ikawepo changamoto, lakini maadamu moyo wako uko juu ya mwenzako, utatamani sana suluhu iliyo ya amani, ili kusudi ndoa iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tunaenda kufungisha ndoa ya Baraka na Jacqueline. Moyo wa Baraka na moyo wa Jacqueline, kwa ukiri wao wanaamini, na sisi tunapokea hiyo kwamba wanaamini kwa vinywa, wanakiri kwa vinywa, lakini wanaamini mioyoni kwamba ndio Bwana amewapa ridhaa ya kuoana. Na sisi tunaunganisha hiyo ndoa kwa sababu wao wamekiri. Kwa mabinti na vijana, unapofanya tendo kama hili, ni tendo la heshima. Ukitaka kuheshimiwa na wazazi, wape furaha na kuwapa heshima, basi maliza ujana wako vyema. Mtu anayetoroshwa huwa anawatukanisha wazazi wake kwamba hawana nini? Maadili, hawana malezi. Sasa ukiwatukanisha wazazi kwamba hawana maadili, afu unaenda kwa sababu ukipurwa, ukatoroshwa, ukabebeshwa mimba. Wazazi hawana maadili, hawana malezi. Ni kweli hawana malezi, na sisi tumatukanwa. Haya makanisa haya hamna kitu. Ni hamna kwenda kujifunza tu malaya. Mbona fulani ametoroshwa tu na kanisana naenda sasa? Mbona kijana wako fulani ametorosha tu na kanisana anakwenda? Unatutambulishia kwa watu kwamba hatuna malezi, wala wazazi wako hawana malezi. Ukiwatukanisha wazazi, huwezi kubarikiwa unakokwenda. Waheshimishe wazazi wako, ujitunze binti ama kijana, ili wazazi wako wajizolee heshima na wafurahishe mioyo yao. Leo wazazi wake na Baraka na wazazi wake na Jacqueline wamefurahi kwa sababu binti yao amewaheshimisha. Vipi kama mtu angekuwa ametoroshwa ama tu amebebeshwa mimba mtaani? Maana angekuwa amewavunjia heshima mpaka wazazi wake. Huwezi kubarikiwa unakokwenda kama umewavunjia heshima wazazi. Lakini ukiwaheshimisha wazazi, unaondoka na baraka. Rebeka akatamkiwa maneno mazuri kwamba uwe heri, uwe mama wa 10,000. Maana yake wanamtamkia baraka anakokwenda. Lazima utunze ujana wako. Usiingie kwenye mtego nao kuinda kijana wa kike, kijana wa kiume. Kahaba ni shimo refu
ambalo linawinda nafsi yako, utapoteza heshima, utapoteza thamani kwa kujihusisha na uzinzi na uasherati. Wala usikubali kuingia kwenye mifumo ya kihuni. Leo kuna ndoa zingine ambazo zinahalalishwa kwenye mataifa yanayozaniwa kuwa yameendelea. Inawezekana yakawa yameendelea kuiishi Sodoma na Gomora. Wewe ukafikiri yameendelea, kumbe yameendelea kuikaribia zaidi, au yameshafika kabisa Sodoma na Gomora. Wanaruhusu ndoa za jinsia moja, ambalo ni haramu na ni dhambi mbaya ambayo ilifanya moto kuwaka Sodoma na Gomora. Watu wasijihusishe na dhambi za namna hiyo, wasubiri ndoa iliyo halali. Wakabadili watu matumizi ya asili, maana yake ni Sodoma na Gomora. Hivyo vitu lazima vipigwe vita, vikemewe. Usikubali mazingira namna hiyo. Linda hicho kitu mzazi, hakikisha unalea watoto wako vizuri, wasije wakajihusisha kwenye mambo yasiyofaa. Haleluya! Lakini mabinti na vijana, jitunze vizuri, alafu utamwona Bwana akikubarikia, atakuheshimisha. Leo akina Baraka wanashinda kwa sababu walijitunza vizuri. Sasa wewe nawe jitunze, Mungu ana uwezo wa kukubariki. Kwani wewe ukitenda vema hautabarikiwa? Bwana asifiwe. Mwambie kijana, kwani wewe ukifanya vyema hutabarikiwa? Hutapata kibali kwa Bwana? Maana apataye mke apata kibali kwa Bwana. Haleluya. Leo natafuta kibali kwa Bwana, lakini unatenda vibaya. Kutenda vyema ni kufanyaje? Fanya sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Fanya kama Mungu anavyokuelekeza. Fanya kama vile unavyofundishwa. Utaona baraka za Bwana. Na wewe kwenye ndoa yako, tenda vyema, ndoa yako itaendelea kufanikiwa. Itaendelea kuinuriwa. Mungu ataendelea kuiponya. Baada ya maneno hayo, naomba tusimame. Amen. Nimlete mchungaji aombe kwa ajili ya neno, halafu baadaye tuingie kwenye ibada ya kwenda kuwaunganisha wapendwa hawa. Baba, mshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama mtumishi wako Bwana, kama ulivyokuwa umekusudia, ameyanena yote uliyompa. Nasi Baba, kwa moyo mweupe tumeyapokea, Mungu wetu wa uzima, na yakafanyike baraka ndani ya maisha yetu, na yakafanyike chemichemi zilizo hai ndani ya mioyo yetu, Mungu wetu wa uzima. Na neno hili Baba likafanyike kwa uzima na uponyaji ndani ya maisha yetu, Bwana majeshi. Sante Baba kwa ajili ya neno hili, hata tunapoelekea kipindi hiki Bwana, mtumishi wako uwe pamoja naye sasa. Mtegemeze kwa mkono wako sasa, maana ni wakati wako wa kwenda kujitukuza kupitia hawa vijana na kupitia mtumishi wako Baba. Na ibada hii tena na ikabidhi mbele zako kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Naomba tukae sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ni wakati wenyewe. Mwambie jirani yako, sasa ni saa yenyewe ya baraka na Jacqueline. Amen. Sasa ni wakati mzuri ambao sasa tunaenda kwenye hatua hii nzuri kabisa. Niombe sasa